Alqauli thalith, qauli ya tatu, annaha muharramatun, kwamba hiyo atira ni yenye kuharamishwa, wa batilatun, na ni kitu batili. Hii imeenda kinyume na zile mbili za mwanzo zote, haijuzu wala haipendezeshwi. Muharramatun wa batilatun, ni yenye kuharamishwa na ni kitu batili, imebatilika atira, haipo. Kwa nini? Lihadithi, kwa sababu ya hadithi, la far'a wala atirata, hakuna far'a wala hakuna atira. Atira maana yake nini? Ni kile kichinjwa cha watu wa jahiliya, tushafahamu nini maana ya far'a. Qala Abu Huraira, amesema Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, wal far'u awwalun nitaji. Anaifafanua nini maana far'a. Abu Huraira sahabiyun jalil, wal far'u awwalun nitaji, far' ni uzawa wa mwanzo. Awwalun nitaji ni uzawa wa mwanzo wa mnyama. Mnyama anapozaa, ule uzawa wa mwanzo ule ndio inaitwa an-nitaji, sawa. Wal far'u awwalun nitaji, na far'u maana yake ni ule uzawa wa mwanzo wa mnyama. Kanu, walikuwa ahlul jahiliya, yadhbahunahu, wanauchinja huo uzawa wa mwanzo, litawaghitihim, kwa ajili ya miungu wao. Mnyama anapoanza kuzaa, ule uzawa wa mwanzo ule anachukuliwa, ule mtoto aliyezaliwa anachinjwa kwa ajili ya kuwashukuru wale miungu wao, sasa tawaghiti wao. Hiyo ndio inaitwa nini? Far'a. Atira ni kichinjwa kwa ajili ya kuwashukuru miungu yao ndani ya mwezi wa Rajab. Far'a ni kichinjwa cha mnyama cha mtoto wake wa mwanzo kwa ajili ya kuwashukuru miungu yao. Usije ukachanganya baina atira na far'a, vyote ni vichinjwa, lakini kila kimoja kina sababu na maeneo yake ya kutekelezwa. Sema kanu, walikuwa ahlul jahiliya, yadhbahunahu, wanauchinja huo uzawa wa mwanzo wa mnyama, litawaghitihim, kwa ajili ya miungu yao. Wala atiratu fi rajabin, na atira ni kichinjwa katika mwezi wa Rajab. Nani atafsiri? Abu Huraira. Haya maneno ya Abu Huraira anayatafsiri maneno ya Mtume, la far'a wala atira, hakuna far'a wala hakuna atira, kwa maana hakuna kuchinja mwana wa mwanzo wa mnyama kwa ajili ya miungu, wala hakuna kuchinja mnyama kwa ajili ya miungu ndani ya mwezi wa Rajab. La far'a wala atirata. Abu Huraira akatutafsiria maneno hayo. Wal hadithu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Raji' Fath al-Bari, rejea Fath al-Bari juzu ya 9 ukurasa 596. Nani Abu Huraira? Abu Huraira jina lake Abdurrahman ibn Sakhrin, Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dawsi al-Yamani au al-Yamani, ad-Dawsi al-Yamani. Ad-Dawsi ni kabila Yaman, ndio sehemu anotoka. Amesilimu Abu Huraira mwaka wa 7 Hijiria. Mtume amekaa Madina miaka 10, sawa. Mwaka wa 7 wa Mtume kuwepo Madina ndo akaja Abu Huraira akasilimu mpaka Mtume kufa. Itakuwa Abu Huraira kakaa na Mtume miaka mingapi? Miaka 3. Lakini mbona amesimulia hadithi nyingi? Kama vile ametoka na Makka wakati kamdiriki miaka 3 tu, lakini amekithirisha kusimulia. Sio kwamba kapokea mengi kuwashinda wengine, hapana, kafanya wingi wa kusimulia kushinda wengine. Abu Huraira min al-mukthirina fi riwaya, wale ambao walikithirisha kusimulia. Amekufa Abu Huraira mwaka wa 57, pia panasemwa mwaka wa 58, vile vile panasemwa mwaka wa 59 Hijiria ndio amefariki Abu Huraira, na kauli yenye nguvu itakuwa ni mwaka wa 59. Kama ni 58 kuna maelezo,
Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu Aisha radhiallahu anha, bibi Aisha amefariki mwaka wa 58 mwezi wa Ramadhani, tena Ramadhani ya 17. Aisha alifariki Ramadhani ya 17 mwaka wa 58. Aliyesimamia swala ya jeneza ya Aisha kama ni imamu ni Abu Huraira. Sasa inakuwaje imekufa mwaka wa 57 wakati kamswalia Aisha mwaka wa 58? Kwa kauli ya mwaka 57 itakuwa imeanguka. Tuje kauli ya mwaka 58. Kauli ya mwaka 58 inaweza ikafaa ikiwa itakusudiwa amefariki hiyo 58 baada ya kumswalia Aisha, sababu kamswalia Aisha hali ya kuwa yeye ndio imamu Ramadhani ya 17. Yeye ndio imamu aliswala swala ya jeneza ya Aisha. Kutoka Ramadhani mpaka kumaliza mwaka kuna miezi mingapi? Kuna mfungo mosi, mfungo pili na mfungo tatu. Mfungo 4 naanza mwaka mpya, itakuwa ni 59 hivi. Kwa ndani ya miezi mitatu hii labda huenda amefariki Abu Huraira Shawwali au Dhulqaada au Dhulhijja, ikiwa ni 58. Ama tukisema 59 ambayo ndio ina nguvu, hiyo haina shaka, lakini 57 haiwezekani. Sawa? Ndio mwaka aliofariki Abu Huraira radhiyallahu anhu. Kunia yake na lakabu yake ndio hiyo hiyo Abu Huraira. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, tunaendelea. Amesema al-Imam Ibn al-Qayyim Allah amrehemu. Wa qala Ibn al-Mundhir, Ibn al-Qayyim ndo anasema hivi, naye ananukuu kauli ya nani? Al-Imam Ibn al-Mundhir. Wa qala Ibn al-Mundhir, na amesema al-Imam Ibn al-Mundhir baada an dhakara al-ahaditha fi atirati Rajab, baada ya kuzitaja hadithi nyingi kuhusu kichinjwa cha mwezi wa Rajab, amezitaja hadithi kisha akasema waqad kanatil arabu, na walikuwa Waarabu, tafalu dhalika fil jahiliya, wanalifanya hilo katika zama za jahiliya, huko nyuma kabla ya kuja mtume walikuwa wakifanya hivyo, wakichinja atira ndani ya Rajabu. Fa amara an-nabiyyu bihima, akayaamrisha hayo mtume. Fa amara an-nabiyyu bihima, akayaamrisha hayo mtume. Hayo yepi? Atayataja pale mbele. Thumma naha anhuma, kisha akayakataza. Aliamrisha hayo mawili kisha akayakataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mjumbe wa Allah. Faqala, akasema la far'a wala atirata, hakuna kuchinja uzao wa mwanzo wa mnyama kwa ajili ya miungu, wala atirata, wala kuchinja kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Mwanzo aliamrisha kwamba la ba'sa bihi. Tumeona kule alipoulizwa na yule Abu Razil Laqitul Uqaili, akamwambia la ba'sa bihi, endeleeni na vichinjwa vyenu. Lakini baadaye mtume akakataza yote mawili, alfar'u wal atira, akasema la far'a wala atira, hakuna kuchinja uzao wa mwanzo wa mnyama kwa ajili ya miungu, wala hakuna kuchinja kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Fantaha an-nasu anhuma, wakakoma watu kuyaacha hayo mawili. Fantaha an-nasu anhuma, wakakoma watu kuyaacha hayo mawili, wakakoma nayo, wakaachana nayo. Kwa nini? Linahyihi iyahum anha, kwa sababu ya katazo lake kwao kuhusu hilo. Linahyihi, kwa sababu ya katazo lake mtume, iyahum, kwa wao, anha, kuhusu jambo hilo, wakakomeka. Maneno hayo al-Imamu Ibn al-Mundhir yananakuliwa na al-Imamu Ibn al-Qayyim. Wapi tutayapata? Anasema tahdhibu sunani Abi Dauda libn al-Qayyim. Maneno hayo yapo kwenye tahdhibu ya sunan ya Abu Daud, kitabu cha al-Imamu Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim ana kitabu tahdhibu sunani Abi Daud, juzu ya 4 ukurasa wa 92. Anasema al-Mazru'i hafidhahu Allah ta'ala, qala al-Shaykh Muhammad ibn Ibrahim al-Shaykh
rahimahullah wa fima afhamu al'ana ana nukuu Sheikh Muhammad ibn Ibrahim anasema wa fima afhamu al'ana lakini kabla hajaenda kwenye kauli ya Sheikh Muhammad al-Sheikh Ibn al-Mundhir hatujamsema wala hamkumbusha au hamumtaki Ibn al-Mundhir spidi ndo daura hiyo sasa kuna tofauti ya darasa na daura Ibn al-Mundhir jina lake Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundhir an-Naysaburi الشافعي الحافظ محمد ابن إبراهيم ابن المنذر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر يين النيسابوري الشافعي anayefuata madhhabu ya kishafi mbona hamjakumbusha Abu Huraira madhhabu gani Abu Huraira madhhabu gani hatujasema madhhabu yake ni yapi Ibn al-Mundhir ni mshafi Abu Huraira madhhabu gani sahabiyun sahabiyun madhhab hakukuwa na madhhabu kwa Ibn al-Mundhir ni mshafi al-Hafidh kunia yake Abu Bakar laqabu yake ni Sheikhul Islam akapata umaarufu kwa Ibn al-Mundhir an-Naysaburi laqabu yake Sheikhul Islam kunia yake Abu Bakar al-ma'ruf ibn al-Mundhir umaarufu kwa jina la Ibn al-Mundhir an-Naysaburi katika mashekhe wake ili ujue ile elimu yake ilivyokuwa kasoma kwa nani katika mashekhe wake wakubwa al-Imam al-Bukhari namfahamu Bukhari hata kimeelezo Bukhari vile vile Abu Hatim ar-Razi sahibu tafsir vile vile al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi صاحب جامع الترمذي وامام الترمذي سما رواه الترمذي ni Sheikh Ibn al-Mundhir rawahu al-Bukhari ni Sheikh Ibn al-Mundhir naye alisomesha akawa na wanafunzi wake miongoni mwa hao al-Imam Ibn Hibban ukisema rawahu Ibn Hibban ni mwanafunzi wa al-Imam Ibn al-Mundhir ni mwanafunzi wake vile vile Abu Bakar al-Khallal ni katika wanafunzi wake Al-Imam Ibn al-Mundhir amefariki katika mji wa Makkah mwaka 319 Hijria 319 miongoni mwa vitabu vyake vilivyokuwa maarufu ana kitabu kinaitwa Al-Ijma' amenukuu makubaliano na wanachuoni wa zamani wamekubaliana juu ya kitu kadha kuanzia mlango tohara maji kwenye mambo ya maji wanachuoni wameafikiana na kukubaliana kwenye kitu gani anaelezea lakini baadhi ya wanachuoni wanaitia nakdi ijma' yake kwa sababu walikuwa na tasahul katika baadhi ya mambo kana imaman hafidhan mujtahidan sasa al-Imam al-Mundhir kauli yake tushaisoma hiyo kuonyesha kwamba walikuwa watu wa jahiliya wakifanya hilo kisha mtume akalikubali baadaye akalikataza ni amenukuliwa na Imam Ibn al-Qayyim kwenye tahdhibu sunan ya Abi Daud kisha Sheikh Mazrui akasema qala Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh amesemaje wa fima afhamu al-ana na katika yale ambayo ninayafahamu hivi sasa wa fima afhamu al-ana na katika yale ninayoyafahamu hivi sasa annahu hakika yake aqrabu ila at-tahrim hakika yake nini hilo jambo la atira na far'a annahu hakika yake hilo aqrabu ila at-tahrimi lipo karibu zaidi na uharamu na anasema hayo Sheikh Muhammad ibn Ibrahim alikuwa mufti wa mamlaka anasema fima a'lam katika yale ninayoyafahamu al'ana hivi sasa annahu kwamba jambo hilo aqrabu ila at-tahrim lipo karibu mno na uharamu wa qawluhu na kauli yake mtume aliposema la far'a wala atirata mtume aliposema kauli yake hii nafyu kauniha sunnatan kauli hii ni kukanusha kuwa kwake hayo ni sunna nafyu kaunihima ni kukanusha kuwa kwake hayo mawili far'u na atira
sunnatan, kuwa ni mwenendo, kuwa ni sunna. Mtume aliposema la far'a wala atira, maana yake panakanushwa hapo hayo mambo mawili kuwa si katika mwenendo wake mtume, hakuna mambo hayo. Wanafyu, na kukanusha, yufidu albutlana, kunatoa faida ya kubatilika kitu kile kilichokanushwa, maana yake kimebatilika, hicho hakifai tena. Kwa ndani ya hadithi hii imekanushwa far'a, imekanushwa atira. Kule kukanusha mtume maana yake sio katika sunna, si mwenendo wake, na kitu kinapokanushwa tunapata faida ya kwamba hicho kitu ni batili. Wanafyu yufidu albutlana, na kukanusha kunafidisha ubatili wa kitu. Hadha ma'a dalalati man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, jambo hili ni pamoja na majuulisho ya kauli yake mtume aliposema yeyote atakayejifananisha na watu fulani basi yeye ni katika hao watu. Anasema hadha, jambo hili nililolitaja hapa kwamba atira na far'u vimebatilishwa na mtume, ma'a dalalati, pamoja na majuulisho ya hadithi inayosema man tashabbaha biqaumi fahuwa minhum. Ukichukua hadithi hii na huko kukanusha kwake mtume, basi tunapata ya kuwa jambo hilo ni haramu la atira na far'a, kwa sababu ukifanya atira tayari umejifanisha na nani? Na wale ahlul jahiliya. Na mtume anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu fulani katika mienendo yao, maneno yao, maisha yao, tabia zao, fahuwa minhum, basi huyo ni katika hao watu. Maneno yote yapata wapi? Katika fatawa rasaili al-Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, fatawa wa rasailu al-Sheikh, sawa, fatawa wa rasailu al-Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, katika juzuu ya 6 ukurasa 165. Qultu, nani anasema qultu? Al-Sheikh al-Mazrui anasema qultu, nimesema mimi. Walaysa hadha ma'nahu annahu la yajuzu adh-dhabhu umuman fi shahri Rajab. Hii inaitwa istidrak, anayadiriki maneno. Maana tumeona hapo haifai atira, haifai kuchinja atira katika mwezi wa Rajab, wala hakuna far'u kumchinja mwana wa mwanzo wa mnyama kwa ajili ya miungu, hilo jambo halipo. Sasa anasema anafanya istidrak. Qultu walaysa hadha ma'nahu annahu la yajuzu adh-dhabhu umuman fi shahri Rajab. Anasema na halikuwa hili maana yake kwamba haifai kuchinja kwa ujumla, yani moja kwa moja katika mwezi wa Rajab, si maana yake hiyo. Umeelewa? Anataka kuzidiriki akili, usije ukaelewa kwamba kuchinja ndani ya mwezi wa Rajab ni haramu, haifai, si hivyo. Ndio anadiriki, anasema walaysa hadha ma'nahu annahu la yajuzu adh-dhabhu umuman fi shahri Rajab, na halikuwa hili maana yake kwamba haifai kuchinja moja kwa moja kwa ujumla wake katika mwezi wa Rajab. Haina maana hiyo, itafaa kuchinja katika mwezi wa Rajabu. Walakinna almurada, lakini makusudio binnahi, yalile katazo la mtume aliposema la far'a wala atira, lakini makusudio ya katazo huwa ma yanwihi dhabihu, ni kile anachokikusudia, anachokinuia mchinjaji. Anna hadhihi dhabihata, kwamba kichinjwa hichi hiya atiratu Rajabi, ni kichinjwa kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Hapo ndio ilipo shida. Mtu atakapochinja kwa nia ya kwamba hichi kichinjwa kwa ajili ya Rajab, hapo ndio unaingia uharamu. Ama kupata nyama katika mwezi wa Rajab ukamchinja jogoo wako kwamba kaumwa kidogo, subiri ni mchinje Rajab, kusema la far'a wala atira, nabidi usimchinje huyo, mpe dawa mpaka umalize mwezi wa Rajab, uje umchinje Shaabani, kwa sababu la far'a wala atira. Huu fahamu wa kimakosa. Chinja jogoo umle, atakufa huyo, lakini ukichinja usichinje kwa ajili ya Rajab.
katazo limelenga hapa sasa. Ukichinja kichinjo kwa ajili ya Rajab, hapo ndio lengia katazo la faraa wala atira. Ama kuchinja kawaida pasi inayokuikusudia Rajabu, una malengo mengine, kumkirimu mgeni au umeamua tu kula nyama kufurahi na familia yako, hilo halipingwi. Ndio maana maneno ya Sheikh Mazrui anasema haikuwa maana yake jambo hili la kukatazwa atira kwamba haijuzu tena kuchinja kwa ujumla katika mwezi wa Rajab, si maana yake hiyo. Walakinnal murada bin nahi, lakini makusudio ya hilo katazo huwa ma yanwihi dhabihu, ni kile anachokikusudia mchinjaji, anna hadhihi dhabihata, kwamba kichinjwa hichi hiya atiratu rajabi, ni kichinjwa kwa ajili ya mwezi wa Rajabu, wa annahu, na kwamba yeye huyo mchinjaji dhabahaha, amechinja atira hiyo au kichinjwa hicho ta'dhiman lishahri, kwa ajili ya kuutukuza mwezi. Kwa shida iko hapa, akichinja mtu kwa ajili ya kuutukuza mwezi wa Rajab, ndani ya mwezi wa Rajab akachinja kwa lengo hilo, basi ataingia katika yale makatazo la faraa wala atira. Wala sijakatolea hoja hadithi zilizozungumzia atira zote hazikuwa sahihi, lakini vile vile wanachuoni hizo zilizothibiti wamezitengua kwa hoja mbalimbali, zikiwemo ambazo tumezisoma hapa, kama tulivyoona maneno ya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim na maneno ya al-Imam al-Munzir, vile vile na ikhtilafu wanachuoni katika hilo. Hiyo nukta ya atiratu rajabi, kwamba haifai mtu kuhusisha kichinjo maalum kwa ajili ya kuutukuza mwezi wa Rajab, hilo halipo, lakini yanafanywa hayo. Nukta namba 6 anasema